hifadhi ya taifa ya Serengeti na wananchi wote kwa ujumla kwa kutekeleza maagizo hayo ambayo yanatupa uhakika wa kuendelea kutunza hifadhi yetu hii ambayo ni urithi wa dunia. Ndugu wananchi, serikali katika kupunguza mwingiliano kati ya hifadhi na wananchi, hivi karibuni imetoa zaidi ya shilingi bilioni 53 kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi wa kata ya Nyatwali. Zoezi hili limekuwa likifanyika kwa awamu na bado litaendelea kufanyika, lengo ikiwa ni kusaidia basi wananchi wale ambao walikuwa wakiishi katika ushoroba ule ambao ni muhimu sana kwa ajili ya hifadhi ya Serengeti, kwani ni ushoroba unaoruhusu wanyama kupita kwenda kupata maji katika ziwa Victoria wakati wa kiangazi. Sasa wananchi wale watakapoondoka na kuliachia eneo lile, wanyama wataendelea kupita na kufurahia maeneo yao ya asili. Kwa sasa wanyama wakati wa kiangazi wamekuwa wakivuka kwenda Kenya, na wanapovuka kile kinakuwa tunasema ni kivutio kikubwa kweli cha utalii na ni miongoni mwa maajabu ya dunia. Sasa wanyama wakubwa wenyewe walikuwa wakihama kwa kufuata ushoroba ule wa Nyatwali. Wazungu walikuwa wanaita Guba ya Speke. Eneo lile lilikuwa limetengwa kuanzia wakati wa serikali ya ukoloni. Kwa serikali ya Uingereza mwaka 1959 iliona umuhimu wa eneo lile kutokuwa na makazi ya watu na kuagiza paachwe. Lakini si hivyo tu, mwaka 1974 wakati wa uongozi wa serikali ya awamu ya kwanza chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, serikali ilitoa tangazo la serikali kwa maana ya GN nambari 269 ambayo ilitamka eneo lile kuwa hifadhi na kwamba watu hawapaswi kuishi katika eneo la Nyatwali. Serikali ya awamu zote zimekuwa zikitazama na kunuia kuendeleza malengo haya, lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo imefanikisha kwa kuwalipa wananchi wale fidia. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hivyo nitumie fursa hii kuwataka wale ndugu zangu wa maeneo yale ambao walikwisha kupata fidia kuanza maandalizi ya kuondoka kwenye eneo lile pale taratibu za kisheria zitakapokuwa zimetimia. Maisha ya wananchi wale kwenye eneo lile na yenyewe yalikuwa ni ya kubahatisha. Tumesema hapa migogoro baina ya binadamu na wanyama ni sababu mojawapo ya tishio la urithi na hifadhi hizi. Sasa wananchi wale na wao wamekuwa wakiishi maisha ambayo binafsi nasema ni ya kubahatisha, kwa sababu mara kwa mara wamekuwa wakivamiwa na wanyama ambao wamekuwa wakatiza kwenye eneo lile kwenda kupata maji katika ziwa Victoria. Na miongoni mwa wanyama hao
ni tembo. Wataalamu wa hifadhi wanasema mnyama huyu huwa hasahau njia yake. Hata zikipita karne ngapi, vizazi vitakavyofuata vitakuja kurudi katika njia ile. Kwa hiyo wananchi wa Nyatwali walikuwa katika madhila tuseme makubwa sana. Walikuwa wanafanya maisha ambayo mimi naona yalikuwa ni maisha ya kubahatisha. Lakini sasa baada ya kupewa fidia, wanaenda kuanzisha au kuendeleza maisha yao katika maeneo mengine ambayo ni salama kabisa. Hivyo ni watake tu kuachia eneo lile na kwenda kuishi maeneo mazuri, na wasiwasikilize wapotoshaji, kwa sababu pamekuwa na wapotoshaji tena na wengine wanaotafuta umaarufu wa kisiasa, wakitaka wakisema wananchi wale waendelee kukaa pale, wakati wanawaambia wao waendelee kukaa. Wao wako kwenye maeneo salama, maisha yao yanaendelea, familia zao zinapata ustawi, alafu wanawatumia wale Wanyatwali, wanawaambia kaeni hapo hapo, alafu siku si siku tembo anawapitia. Wakipitiwa na tembo Nyatwali, wale washawishi hawapo. Hapo naomba ni mkoti Rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Kikwete aliwahi kutuambia, za kuambiwa changanya na za kwako. Kwa hiyo ndugu zangu wa Nyatwali, hizo za kuambiwa ninyi changanyeni na za kwenu. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.